Kuanzishwa kwa business clinic ya taifa. Tunaamini business clinic ya taifa kwa kushirikiana na Wizara ya Biashara na Viwanda na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, tukifanya utaratibu wa kudumu wa kliniki za biashara kwa kushirikiana na taasisi zote wezeshi zinazohusiana na biashara za kimataifa, tutaweza kutoa elimu ya kutosha na taarifa mbalimbali zinazohitajika kwa Tanzania. Lakini pendekezo la pili tulilokuja nalo ni kuanzishwa kwa One Stop Export Facilitation Center. Hii itasaidia sana. Lengo lake, tungependa serikali ianzishe mfumo wa huduma jumuishi, One Stop Export Facilitation Center, utakaoziwezesha taasisi zote zinazohusika na biashara ya nje kutoa huduma katika eneo moja. Lengo ni kumsaidia Mtanzania. Sio leo kampuni ile taasisi moja iko Kiwalani, nyingine iko Feri, nyingine iko Kawe, nyingine iko sijui Dodoma. Mtanzania anafika sehemu anachoka. Tatu, kuimarisha ushirikiano na uratibu wa taasisi wezeshi, kutoa elimu endelevu kuhusu fursa za China. Hilo nalo sisi tuko tayari kama ubalozi kushirikiana na taasisi za hapa nyumbani, hasa nyinyi waandishi wa habari, kutoa hiyo elimu, fursa za sera ya ushuru sifuri, taratibu za kuuza bidhaa nchini China, mahitaji wa viwango vya ubora, masharti ya usafirishaji wa bidhaa, vifungashio vinavyokubalika katika soko la China, njia ya kupata wanunuzi na washirika wa biashara. Hili ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba Mtanzania ananufaika na rasilimali yake mwenyewe. Lakini kuna swala zima la kuongeza uzalishaji na ongezaji wa thamani, uwezeshaji unaolenga uzalishaji kwa ajili ya mauzo ya nje na vitu kama hivyo, na jingine kuongeza ushiriki wa Tanzania katika maonyesho ya biashara nchini China. Kwa sasa mfumo wa kushughulikia changamoto hizi umetawanywa katika taasisi mbalimbali. Mfano, leo mtu akipata changamoto ya biashara China, anaipeleka wapi? Anaipeleka ubalozini, anaipeleka TanTrade, anaipeleka TISEZA, anaipeleka Wizara ya Mambo ya Nje au sehemu gani? Kwa hiyo nadhani kuna umuhimu wa kukaa na kulitafakari, kuangalia kama njia inaweza kutekelezeka. Kwa sasa changamoto zile za kisheria zinakuwa coordinated na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, kupitia ule mpango wa Mkumbi namba 2, mpango wa kuboresha mazingira ya biashara. Lakini nadhani kuna hekima ambayo Mheshimiwa Balozi ametupa hapa ya kutafakari zaidi zile changamoto za kila siku zinapotokea. Huyu amezulumiwa, mkataba wake umepata shida, wapi aanzie? Sisi kama TISEZA tuna jukumu kwa upande wetu kwenye upande wa wawekezaji, na tunalo wazo Mheshimiwa Balozi la kuunda kamati ya pamoja ya masuala ya uwekezaji, hasa kwenye upande wa vyombo vya ulinzi na usalama. Sababu anakuja watu hapa wametapeliwa, ni kesi za polisi, za mahakamani. Je, tunaweza tukawa na kamati ya pamoja kati ya sisi na hivi vyombo pamoja na taasisi nyingine za haki ili kuweza kuhakikisha kwamba kuna utatuzi. Kwa hili tumelipokea kama mwongozo kutoka kwa Mheshimiwa Balozi na tutalifanyia kazi kwa sehemu kubwa.